Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji wa Kanisa TV, siku nyingine tena tumepata nafasi ya kutafakari. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa anavyotujalia uhai na uzima. Basi kwa kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu liturujia Kanisa Katoliki, hususan kipindi cha Kwaresima, na tukaona maana ya kufunga. Basi leo tutakwenda kuona faida za kufunga. Tuanze kwa sala. Mungu wetu, tunakushukuru kwa rehema zako na neema zako. Tunakushukuru hasa kwa unavyotujalia neema na kutufundisha namna kubadilisha mienendo yetu na kukukaribia. Tunaomba tusaidie katika kipindi hiki na katika kipindi chote cha maisha yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi leo tutaangalia faida chache za kufunga. Kufunga kuna faida nyingi. Basi tutakwenda kuangalia, nitakupa faida 5 zifuatazo. Faida ya kwanza, kuondoa uvivu na mwelekeo mabaya katika anasa za dunia. Ni faida ya kufunga. Faida nyingine ya kufunga ni kupata nguvu mpya rohoni, yaani neema za Mungu. Rejea Yoshua Sura ile sura 35 aya 17 mpaka 19. Faida ya tatu ya kufunga ni njia ya kushuhudia imani yetu, unyenyekevu na utii kwa Mungu. Rejea Yoshua Sura ile sura ya 3 aya 17 mpaka 24. Faida nyingine ya kufunga, tunashiriki mateso ya Kristo na kuelekeza mwili wetu kwa Mungu. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba wakati Kristo anatuletea wokovu, wokovu haukuja kwa njia rahisi. Wokovu ulikuja kwa njia ya kutumikishwa. Wokovu ulikuja kwa njia ya kudhalilisha, kuaibishwa na hata kwa kuteswa. Hivyo basi na sisi tunaposhiriki mateso ya Kristo, tunauelekeza mwili wetu kwa Kristo, tunauelekeza mwili wetu kwa Mungu kwa kuungana naye katika mateso yake. Faida ya mwisho ya kufunga ni kuwatumikia wengine na kutumisha kwa watu. Rejea kitabu cha Isaya sura ya 58 aya ya 6 mpaka ya 12 na Ezekiel sura ya 18 aya ya 5 mpaka ya 9 na aya ya 23 na barua ya Mtume Paulo kwa Wafilipi ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 5. Ndugu zangu, tunapaswa kuwatumikia wengine na situpende kutumikiwa. Tunapaswa kuonyesha na kuiga mfano wa Kristo, kama anavyotufundisha kwamba unapozidi kuwa mkubwa ndivyo unavyopaswa kuzidi kuwa mnyenyekevu. Tuwatumikie wengine ili tunapopata nafasi za kuhubiri habari za Kristo, Kristo apate kuonekana katika maisha yetu, katika uhalisia wa maisha yetu, na sio kumhubiri katika maneno tu. Basi kwa kipindi hiki cha Kwaresima, hasa tunapoanza kwa mafungo yenye matano ya majivu, tuwekeze mwili wetu na akili zetu kwa Kristo. Tujifunze kufanya mabadiliko katika maisha yetu, na sisi tuwe chumvi, tuwe chachu, tuwatumikie na kuwahudumia wengine, hasa wale wanaohitaji kutoka kwetu. Tusiwe wachoyo, tusifunge milango, tufungue milango yetu kwa ajili ya watu wengine na kwa ajili ya neema za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kujua faida za kufunga, ndugu zangu, tuone ni mambo gani tunayopaswa kufanya kipindi cha Kwaresima. Kanisa linatushauri mambo yafuatayo. 1. Kusali sana nyumbani, jumuiani na kanisani. 2. Kutenda mambo mema kwa wenzetu, matendo ya huruma. Siku hizi tunaita matendo ya upendo kwa mwili na roho. Injili ya Mathayo ile sura ya 7 ya 12 na sura ya 25 ya 31 mpaka 46 na waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korintho ile sura ya 13 aya ya 1 mpaka ya 8. 3. Kutubu dhambi na kupokea sakramenti ya kitubio na Ekaristi Takatifu. 4. Kusoma ibada ya njia ya msalaba na kujikumbusha mateso ya Yesu. 5. Kusikiliza na kusoma zaidi neno la Mungu, Biblia, nyumbani, jumuiani na kanisani. 6. Kufunga chakula na kujinyima baadhi ya raha za dunia kwa hiari, kujikatalia. 7. Kupatana na wenzetu tuliokoseana nyumbani, jumuiani, kanisani na katika jamii. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba tunakwenda kufanya matengenezo, kufanya marekebisho ya maisha yetu. Hatupaswi kuingia katika kipindi cha Kristo Pasaka tukiwa bado tuna chuki na wenzetu. Tujifunze kutoka kwa Kristo, kuwasamehe wale waliotukosea na kupatana nao upya, kujenga urafiki na kufanya Kristo wajulikane katika maisha yetu na maisha ya kila siku ya imani yetu. Ndugu zangu, tukumbuke mwili wa binadamu una mahitaji muhimu wakati wa uhai na wakati wa mauti. Basi ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake azitafakari njia zake,
Zitafakarini njia zenu, tuone kama tunastahili kuendelea kuwa Wakristo, tunaendelea kuhubiri Injili. Basi tujitahidi kuyafanya kwa matendo ili imani yetu ijulikane na kila mtu. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya kipindi hiki cha Kwaresima. Basi kila mtu aweze kuitunza na kuilinda imani yake. Idumisheni na kuitunza imani kwa maneno na matendo. Tumsifu Yesu Kristo milele.